sasa nikukumbushe kwamba leo ikiwa ni tarehe 25 ya mwezi huu wa 4, kwa kawaida dunia kwa pamoja tunakutana na kusherehekea siku ya malaria. Sahihi kabisa, siku ya malaria. Tuweze kusikia kwamba kwa nini siku hii inaadhimishwa. Kuna umuhimu gani wa siku hii? Kuna makala fupi ambayo imeandaliwa, lakini pia baada ya makala hiyo tutaungana na daktari ili ataweza kutupitisha kwa kina zaidi tuweze kujua kuhusiana na siku hii, lakini pia kuhusiana na ugonjwa huu hatari ambao umepunguza nguvu kazi ya mataifa yaliyo mengi zaidi kwa Afrika, lakini pia imevuka mipaka hata kwa nchi nyingine. Tuweze kuona na tuweze kupata historia ya kwa nini leo ni siku ya malaria duniani. Kila sekunde 60 mahali fulani duniani maisha ya mtoto mmoja yanapotea. Si kwa ajali, si kwa vita, bali kwa sababu ya mdudu mdogo kuliko ncha ya kidole chako. Mbu. Yeye halali, anatuvizia ukiwa umepunguza umakini. Silaha yake ni ndogo, lakini madhara yake yanatikisa uchumi wa mataifa na kupoteza nguvu kazi ya kesho. Kila ifikapo Aprili 25, dunia nzima inaungana kuadhimisha siku ya malaria duniani. Ni siku ya kutathmini hatua tulizopiga na changamoto zinazotukabili katika kutokomeza ugonjwa huu ambao kwa karne nyingi umekuwa tishio kwa uhai wa binadamu, hususan barani Afrika. Siku ya malaria duniani ilianzishwa na mataifa wanachama ya Shirika la Afya Duniani WHO wakati wa mkutano wa afya duniani mwaka 2007. Lengo lilikuwa ni kutoa fursa kwa nchi zilizoathirika kubadilishana uzoefu na kusaidiana. Siku hii huadhimishwa ili kuongeza uelewa kwa kuelimisha jamii kuhusu kuzuia na kutibu malaria, na pia uhamasishaji wa rasilimali kwa kuchochea wafadhili na serikali kuwekeza fedha kwenye utafiti, vyandarua na dawa. Vilevile hufanya tathmini kwa kupima maendeleo ya malengo ya kidunia na kutokomeza malaria ifikapo mwaka 2030. Malaria husababishwa na vimelea vya Plasmodium ambavyo huenezwa na mbu jike aina ya Anopheles. Mbu huyu hupendelea mazalia yenye maji yaliyotuama, vichaka na mazingira machafu yaliyo karibu na makazi ya watu. Tanzania imepiga hatua kubwa, kwani katika miaka ya hivi karibuni wastani wa maambukizi ya malaria nchini umeshuka kutoka takriban 18% kwa mwaka 2015 hadi kufikia chini ya 8% katika maeneo mengi kwa mwaka huu 2026. Hata hivyo, mikoa ya kanda ya Ziwa na Kusini bado inakabiliwa na kiwango kikubwa cha maambukizi kuliko maeneo mengine nchini. Kwa kuzingatia matumizi ya chandarua kilichotiwa dawa, usafi wa mazingira kwa kuharibu mazalia ya mbu, upuliziaji wa dawa kwenye makazi yetu na hata dozi ya kinga kwa wajawazito kutasaidia kwa kiwango kikubwa kupunguza maambukizi haya ya malaria. Na kwa kufanya hivyo kutakuepusha na gharama kubwa ya matibabu, kuongeza ufanisi wa kazi kwa kupunguza uwezekano wa kuumwa malaria, lakini pia utalinda uhai na afya ya makundi yaliyo kwenye hatari zaidi kama vile watoto chini ya miaka 5 na wajawazito, kwani kinga ni bora kuliko tiba. Malaria inatibika na inazuilika. Tukumbuke kuwa vita dhidi ya malaria huanza na mimi, huanza na wewe. Hakikisha unapima kabla ya kutumia dawa na kamilisha dozi unayopewa na daktari endapo utagundulika kuwa una malaria. Maadhimisho ya mwaka huu 2026 yatukumbushe kuwa zero malaria inaanza na mimi, na hii inaanza na wewe pia. Na hii ni kalenda ya leo. Na hii ndiyo kalenda ya leo ambaye imeandaliwa na kusomwa nami Elesia. Sasa ili kuweza tu kujua kwa kina juu ya siku hii ya malaria duniani, tuko hapa na mtaalamu huyu. Yeye ni Daktari Mugisha Nkoronko, ni rais wa madaktari Tanzania. Karibu sana daktari. Asante sana. Heri ya siku ya malaria duniani. Naam. Heri ya siku ya malaria duniani. Tunaitikiaje hapo? Nashukuru. Basi sawa, tunajua huu ni moja kati ya magonjwa hatari zaidi katika maeneo mbalimbali ya Afrika, lakini pia tukiongelea kwa nchi yetu, malaria inatuathiri kwa kiasi gani kwa sasa?
Duniani kote kwa sasa kuna mkakati unaosema fanya malaria isiwepo tena, safari kuelekea zero malaria cases. Na huu mkakati umekuwa ukifuatiliwa kwa karibu na Shirika la Afya Duniani, lakini pia na Wizara ya Afya Duniani Wizara ya Afya Tanzania kupitia mipango mbalimbali. Hata hivyo, Tanzania bado ni moja ya nchi 10 duniani ambazo zinapata wagonjwa wengi wa malaria hapa duniani. Jinsi ambavyo wagonjwa wa malaria wapo kwa kiasi kikubwa wako Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Na wagonjwa wote duniani wa malaria 60% wako Afrika, na katika mataifa ya Afrika Tanzania ni nchi mojawapo katika nchi 10 ambazo bado zina matatizo ya malaria, na kwa sehemu kubwa ni huku Tanzania bara ambapo karibu malaria inawaathiri wakazi wengi katika maeneo yetu. Na katika mikoa hii ambayo tunayo hapa nchini, 93% ya mikoa ya Tanzania bara bado ina maeneo ambayo yana wagonjwa wa malaria. Kwa mfano mkoa wa Geita, kwa mfano mkoa wa Tabora, bado maambukizi ya malaria yako juu. Ukienda mikoa ya kusini, Lindi, Mtwara, bado malaria iko juu. Ukienda maeneo ya kanda ya ziwa kule, mikoa ya Geita, mikoa ya Simiyu, bado malaria iko juu. Mkoa wa Mwanza bado malaria iko juu. Hata hivyo, jitihada za kupunguza zinaonekana kwamba malaria inapungua kwa sasa katika baadhi ya maeneo. Kwa mfano kule Zanzibar, malaria kwa miaka 2 mfululizo, 3 mfululizo hawajaona wagonjwa wa malaria wala kuripoti wagonjwa wa malaria. Maeneo ya kaskazini, Kilimanjaro, Tanga, hasa wilaya ya Tanga mjini, Korogwe, unakuja mpaka Lushoto, kiasi cha malaria kimepungua sana. Mkoa wa Arusha kimepungua sana, lakini ukienda wilaya ya Kilindi, Handeni, bado malaria iko juu. Ukienda maeneo ya mkoa wa Pwani, maeneo ya Bagamoyo kwenda mpaka kule Kibiti, bado malaria iko juu. Lakini ukija mkoa wa Rukwa, malaria iko chini, isipokuwa katika bonde la Ziwa Rukwa na mkoa wa Katavi bado wanaripoti kesi nyingi. Kwa hiyo bado tuna jitihada za kufanya ili kuweza kuzuia malaria. Tunahisi tunakosea wapi au ni kipi kifanyike kuweza kuhakikisha hata hii mikoa ambayo kunaonekana kuwa bado kuna kesi nyingi za malaria na zenyewe kuweza kupungua kama ilivyokuwa katika maeneo haya ambayo tungependa kujua pia mnafanya nini mpaka hizi kesi za malaria na zenyewe zinapungua? Kwa kweli kwa zaidi ya mikakati tulionayo, nadhani kuna maeneo ambayo tunaathirika kwa sababu za kijiografia. Maeneo ambayo tunaathirika sana kwa sababu za kijiografia, kwa kuwa tuko katika ukanda wa kitropiki. Dunia nzima inategemea katika ukanda huo tuweze kuwa na cases za malaria, na jitihada za kuzipunguza zinaendelea. Ili kuweza kudhibiti malaria, basi inabidi kuwa na mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuzuia mazalia ya mbu. Kuzuia mazalia ya mbu. Pili ni kuzuia mbu asikung'ate akakupatia malaria, na ya tatu ni kutibu wagonjwa wote wenye malaria nchini ili waweze kupona na kusiwe na wadudu wanaosambaza malaria. Kwa hiyo jitihada za maeneo hayo ambayo bado tuna malaria kwa kiasi kikubwa, bado kuna jambo la kwanza la uelewa wa wananchi juu ya usafi wa mazingira na kuua mazalia ya mbu. Lakini pia kuna matumizi hafifu ya chandarua katika maeneo hayo, ndio maana bado wanapata ugonjwa wa malaria. Na mgonjwa akiugua, bado upatikanaji wa kuwahi kwenda kupata huduma hospitalini na kutibu hao wagonjwa wenye ugonjwa wa malaria, bado pia jitihada hizo ziko chini kwenye maeneo ambayo nimeyataja. Maeneo niliyoyataja ni maeneo ambayo yana wananchi ambao pengine hata hali ya umaskini katika maeneo hayo bado ni kubwa, kwa hiyo wanashindwa kukidhi mahitaji. Lakini pia wana mila na desturi ambazo pengine hazitupelekei kwenye matokeo. Nchi inanunua neti zilizowekwa dawa, inasambaza kwa watu mbalimbali, lakini unakuta hizo neti zimezungushwa kwenye mashamba au kwenye bustani za mchicha ama nini, lakini walipewa na serikali. Kwa hiyo unakuta kuna sababu za wananchi, kuna sababu za mifumo na kuna sababu za
Sawa. Tukija kwenye sababu za mifumo, nyinyi kama madaktari mnafanya vipi kuhakikisha kwamba kuna kampeni za mara kwa mara, lakini pia kuna elimu ambayo jamii inaipata dhidi ya kujikinga na malaria, mbali na kuzingatia kwamba maeneo ya kijiografia yanachangia, lakini hawa watu wana elimu gani juu ya kukabiliana na mazingira yao? Kwa kweli sisi madaktari nchini Tanzania tunaungana na mipango ambayo Shirika la Afya Duniani na Wizara ya Afya inatekeleza katika maeneo haya. Jambo la kwanza, tunashiriki katika tafiti kuweza kubaini kwa nini maeneo haya bado yako na malaria. Madaktari wengi sana walioko katika Shirika la Afya la utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMR wanafanya utafiti wa hali ya juu kuweza kubaini namna ya kushughulika na mazalia ya mbu, namna ya kugundua ugonjwa wa malaria. Basi mgonjwa akifika hospitali, zile dalili aweze kuzieleza vizuri, na kisha kuwe na mashine za kupima na kisha kutafsiri. Na hatua ya tatu basi ni kuwapatia wagonjwa wale dawa zinazokuwatibu magonjwa yao ya malaria yaliyopo, na kisha kuwashawishi kwamba wajikinge na ugonjwa huu wanapokuwa katika mazingira yao. Lakini pia tunashiriki katika kampeni mbalimbali ambazo zinaandaliwa, ikiwemo vipindi vya katika vyombo vya habari kuweza kuwaelimisha wananchi. Kwa mfano, ukiangalia katika mkoa wa Arusha, Kilimanjaro na Singida, ambako tunaona magonjwa wa malaria ni chini ya 1%, kwa kiasi kikubwa maeneo hayo yamekuwa yakishiriki, madaktari wetu wamekuwa wakishiriki vizuri kikamilifu kuweza kutoa elimu. Mkoa wa Arusha katika eneo la Magugu tumefanya tafiti nyingi, Mtoa Mbu tumefanya tafiti nyingi, na matokeo yake zimeweza kutusaidia kupunguza kiwango cha malaria chini ya 1%. Lakini katika maeneo ya Mtwara ni 20%, kuna 20% ya wagonjwa wa malaria. Mkoa wa Tabora wana 23%. Kwa hiyo kumekuwa na mikakati ambayo Shirika la Afya Duniani na Wizara ya Afya limekuwa ikitekeleza, lakini ili kuweza kuwa na matokeo mazuri ni lazima tufanye shughuli kwa kushirikiana sana na wadau mbalimbali katika ngazi ya vijiji, kwa sababu malaria inaonekana ikiwa kuathiri Watanzania wanaoishi vijijini zaidi kuliko wanaoishi maeneo ya mjini. Na ukiangalia bado ni upashanaji wa habari, elimu kuwafikia, ujuzi wa kugundua magonjwa, wataalamu ni wachache kule, basi unakuta kushiriki kikamilifu kuweza kutatua haya matatizo. Sote kwa pamoja ni lazima tushirikiane. Okay, sawa. Sasa hapa kwamba kuna maambukizi katika maeneo mengi ya kijijini kuliko mjini, lakini pia kumekuwa na kasumba kwa wale waliokuwa kijijini na hata mjini. Kwa mtu nikiona tu homa kidogo, basi najua hii ni malaria, naenda kununua dawa, najitibu mwenyewe. Kuna madhara gani ya usugu wa dawa ambao mtu anaweza kujisababishia kwa kununua dawa ya malaria na kuinywa bila hata kupima? Baada ya kampeni za kutokomeza malaria nchini Tanzania kupamba moto katika vyombo vya habari zikiongozwa kwa wakati ule na Rais hayati Benjamin William Mkapa, na baadaye Kikwete, tukiwaona kwenye TV kabisa wakisema usilale bila kuwa ndani ya chandarua ukiona dalili hizi. Kwa hiyo watu wakaanza kuhusianisha, akisikia homa, misuli kuuma, anakwenda ananunua dawa za malaria yeye mwenyewe kwenye duka, na kisha anazitumia akidhani kwamba kila homa anayoipata basi ni malaria. Leo naomba nitumie fursa hii hapa katika Azam TV kueleza si kila mtu mwenye homa ni malaria. Na lazima uende hospitali uweze kupima, uweze kufahamu kwamba ndani ya mwili wako kuna malaria, na kisha upewe cheti cha daktari kwenda kutumia dawa za malaria. Wako watu ambao mimi nimeshuhudia kwa macho yangu wamepoteza maisha mara baada ya kutumia dawa za malaria bila utaratibu ulioelekezwa na daktari, bila kuangalia dozi alizoelekeza daktari. Basi unakuta wanafika hospitali wamepata madhara ya kutumia dawa bila utaratibu au bila maelekezo rasmi. Lakini nimeona watu wengine wakipata mzio, wakipata reactions kwenye miili yao. Nimeona watu wengine wakitoka vipele, wakitoka malengelenge mwilini. Ukimuuliza sababu ni nini, nilitumia dawa, na hawa tunajitahidi kuwatibu warejee katika afya yao. Lakini pia nimeona wengine wakiumiza figo, figo zao zikifeli kwa sababu ya matumizi ya dawa za malaria bila utaratibu, na wengine wamepata shida kwenye ini, na wengine basi wamepata reactions mbalimbali na kutengeneza usugu wa malaria kwa kutumia dawa ambayo haikuwa inatakiwa kutumika katika
katika mazingira ya kwake na katika eneo lake. Hapo kwenye usugu wa malaria unapatikana kwamba mtu kuwa na hayo maambukizi kwa muda mrefu, au dawa kama unavyosema? Mko, naomba tusaidie kuweka sawa hapo. Malaria sugu, naambia mimi na malaria sugu, inasababishwa na dawa unazotumia mara kwa mara, au ni ile infection inakuwa ndani ya mwili muda mrefu? Kuna njia tatu zinazokuja kwa usugu. Moja, kwa sehemu kubwa ni kuto kutumia dawa kulingana na maelekezo ya wataalamu. Kwa hiyo unakuta wewe unasikia malaria, unaenda kwenye duka la dawa, naomba dawa ya malaria, nao wanakuuzia bila hata kuwa na cheti cha daktari, na unakwenda kutumia dawa ambazo zimekwisha kuthibitika hazina matokeo mazuri kwenye tiba. Kwa ule mdudu wa malaria, yule Plasmodium falciparum alishajulikana kwenye eneo hili, hii dawa haimkidhi. Kwa hiyo anazidi kuongeza koti lake kuhakikisha kwamba anazishinda hizo dawa. Lakini wako wengine hawakamilishi dozi. Kwa mfano dozi ya alu inatakiwa kunywewa kwa utaratibu ulivyowekwa na daktari, labda kwa siku 3 mfululizo mpaka siku ya 4 mfululizo. Lakini unakuta mtu anakunywa siku ya kwanza na siku ya pili, dalili zinapungua, anaacha. Kwa hiyo ni sawasawa tu na umewapiga askari 5 na baada ya kuwapiga askari 5 ukaacha ukizani wameisha, wakaja wengine 20 tena wakiwa na mbinu tofauti, wakiangalia jinsi ulivyotumia kuwapiga wale askari 5. Kwa hiyo mili yetu inashindwa kudhibiti malaria kwa sababu hatukuwa tumetumia dozi vizuri, na yule mdudu mara ya pili atakapokuwa amekuja anakuja kuwa ni mkali zaidi na anakuletea matatizo. Lakini mtagundua hata katika hawa mbu ambao tunao, kuna wakati mwingine hata unapiga dawa ya mbu bado hawafi, unaweka sijui koili hawafi. Kwa hiyo unakuta na wao wameamua kutengeneza mbinu badala za kuweza kusurvive na kisha kuendelea kutupatia ugonjwa wa malaria katika maisha yetu na katika miili yetu. Asante sana. Naomba nikupe sekunde chache uweze kutuachia ujumbe kwa kila Mtanzania na mwanajamii aweze kujua katika siku hii ya leo ya malaria, unamwachia ujumbe gani? Kutokomeza malaria kunawezekana. Zaidi ya mataifa 47 duniani yameweza. Nchini Tanzania upande wa Zanzibar wameweza. Arusha, Kilimanjaro na maeneo mengine ya mkoa wa Manyara sasa hivi tuko chini ya 1%. Mtwara huko tuna 20%, kule Tabora tuna 30, 25, na kwingineko ambako bado malaria iko juu inawezekana kuwa 0. Tunaweza tusiugue na tusiwe na mgonjwa mfululizo kwa miaka yetu yote. Haimaanishi mbu hawatakuwepo. Mbu wanaweza kuwepo, lakini wasiwe na vimelea vya malaria hata wanapotungata. Hivyo basi, wananchi kwa ujumla tunaombwa kulala chini ya au ndani ya chandarua kilichokuwa kimewekwa dawa za kuua mbu. Tuzuie mazalia ya mbu kwa kufanya usafi katika mazingira yanayotuzunguka. Wanasema dunia yote, kama mtu angelisafisha sehemu ya nyumba yake tu, basi dunia yote ingekuwa safi. Alafu 3, baada ya kuzuia mazalia ya mbu na kulala chini ya net ambayo imewekewa dawa, utakaposikia dalili zozote zile, ninakusihi kwamba uende katika kituo cha kutolea huduma za afya upime, ili utumie dawa sahihi kwa wakati sahihi na kwa dozi sahihi. Na mwisho lakini si mwisho kwa umuhimu, ni lazima tuongeze kiwango cha elimu juu ya kujikinga na kudhibiti magonjwa yakiwemo ya malaria hapa nchini. Waandishi wa habari, washikadau wote, viongozi wa dini, wanasiasa, professionals, walimu, madaktari, wanasheria, wote lazima tushiriki kikamilifu, kwa sababu ugonjwa wa malaria bado nchini Tanzania ni miongoni mwa magonjwa yanayoua watoto wengi, wamama wengi ambao wako kwenye ujauzito, na kisha wazee, na kisha pia jamii kwa ujumla. Ni wasihi sana tushirikiane. Asante sana Daktari Mugisha kwa elimu yako uliyotupatia katika siku hii ya leo. Nikutakie majukumu mema.